Nasikia wewe. Ni uangalizi. Sio bwana uangalia vizuri. Sio nini. Alafu hii si mama kanambia nikutumini barazani kwa mwalimu Hasani. Tambi gani mwani uno? Zile za karatasi. Zile hawakuweza kuzitoa wale. Ziko hizi za hizo alafu ndio huyu pia anazo. Hauna hapa. The Hub walitupatia training ambazo tulipata za The Hub ni mambo na mazingira, kuhifadhi mazingira, kutunza na kulinda mazingira. Alafu pia kwa The Hub tulipata knowledge ambayo ilitufanya sisi tuende, yani tulipata exchange visit ambao tulikaa na vikundi vingine ambao na wao walikuwa wana ukulima lakini si kama huno wetu, lakini wao ni huu wa ardhini wa nchi kavu ambao ni mimea tofauti tofauti. Pia tulikwenda tukasoma kwamba wenzetu hawana mahali lakini wanajaribu kulima. Kwa hiyo The Hub pia walitusaidia kwa upande wake na tuwashukuru kwa hilo. Na wito kwa serikali ni kwamba tunaona ukulima huu wa mwani ni ukulima ambao kwa sasa hivi yani kwa upande umeegemea upande mmoja. Kwa mfano sasa hivi tukisema mwani watu wanateka katika wanajenga katika akili yao kwamba Kibuyuni. Though kuna sisi wengine ambao ni chipukizi hatujapata watu wa kutushika. Hivyo basi kilio changu ni kwa serikali waangalie kama mbegu, tusaidie na mbegu sababu mbegu tayari ni shida. Sasa hivi hakuna mbegu kwa hapa Kwale yetu haina mbegu. Ni wanaagizishia mbegu kutoka Pemba lakini kuchukua mbegu Pemba paka kuileta hapa Vanga ni pesa chungu nzima ambazo mimi kama mkulima mchanga yanitatiza kidogo. Changamoto nyingine ni vifaa. Serikali watutambue, kuna wakulima ambao ni machanga. Watuletee vifaa, kuna maboya yale tukiweka mwana wetu kule kwenye shamba mpaka tukimaliza tuwafunga boya. Sasa ule mvuvi akija ataona boya juu lelea, atajua pale kuna shamba la mwani. Lakini kama hatuna hao maboya ndio tuharibiwa kila wakati. Sasa vifaa kwa wingi, magambuti tuletewe kwa sababu ni kule ni sehemu nishasema. Kule ni sehemu ya hatari. Vifaa kama hivyo tutavihitaji sisi tuletewe na tutambulike jamani. Tutambulike, serikali tutambue. Changamoto nyingine kama tukivuna mwani, huu mwani tukivuna, hatuna sehemu ya kuanikia mwani wetu. Vile vichaga vile tukivuna, uwawekea vile vichaga mwani ukaweka juu, sisi hatuna hivyo vifaa. Alafu pia tunataka vile la kuanikia gani? Mafenda yale makubwa ambayo tutaanikia mwani au tukifunga mwani wetu tutaka sehemu kama mafenda tuweka mwani alafu ndio twafunga ule mwani wetu twafunga kwa sababu sisi hatuna tuweka chini na tukiweka chini waharibika. Kweli sisi twapenda sana kulima mwani lakini sasa kuna hizo changamoto kidogo pia za tuvunja nguvu. Wavuvi wengine kupitia pale na kuvua, wengine wavua hizo nyavu, wengine wapita na miguu. Kwa miguu pia si shida lakini zaidi hizo nyavu. Kwa maana wanapokokota nyavu zao mwani wote ukatakata. Sasa sisi tuashiria zero. Baada tukwenda tuvune tuashiria zero. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo zinatukumba sisi kina mama na vijana wetu ambao tunalima nao mwani. Sasa mimi ningependa au ningeomba kwamba serikali itusaidie kwa wavuvi wajaribu kuwaelezea kwamba hii sehemu hii waacheni hapa na mama na vijana wafanye hizo kazi zao za ukulima mwani bila mvutano. Sisi kama wanawake katika mazingira tunapitia mambo mengi including manyanyaso kutoka kwa the other gender ambapo unapata wamama huku Kwale wanajihusisha katika kupanda mikoko, wanajihusisha katika kulima seaweeds. So kuna connection baina ya ile kazi wamama wanafanya kule baharini na wazee ambao wanafanya kule baharini. So inatokea sometimes wamama wananyanyasika kutokana na zile kazi zao, kutokana na wale wanaume ambao pia bado wako kule baharini, ambao inatufinya sisi kama wanawake kuweza kufanya zile kazi zetu kwa urahisi. So tunashukuru Women Defenders Hub walitufanyia capacity building ambapo iliweza kutujenga uwezo sisi kuona vile ambavyo tunaweza kukabiliana na zile changamoto ambazo ziko kule baharini.